Asante ndugu. Asante ndugu Hakstra. Habari za jioni kwa Houston. Bila shaka nachukulia haya kuwa ni majaliwa makuu ya kuwa hapa tena usiku wa leo huku Houston. Imekuwa ni miaka mingi tangu nilipokuwa na majaliwa ya kuwa hapa. Nami nimekuwa nikiketi nikisikiliza usiku wa leo kila mmoja wa wahubiri hawa. Basi hivi majuzi wakati nilipokuwa na matayarisho yaliyowekwa kwa ajili ya jambo lingine mahali pengine, nami nilijua ya kwamba watoto hao walikuwa wanakabiliwa na mauti. Niliwaza kama jambo fulani lingetokea kwa watoto hao, kamwe singeweza kujisamehe kwa kutokuja hapa kutoa maoni yangu na kufanya yote niliyoweza kumsaidia mama huyu na baba na watoto hawa na kufanya yote niwezayo kwa ajili ya kuyaokoa maisha yao. Nayo Houston ni mahali pa kumbukumbu kwangu mimi. Inashikilia kumbukumbu nyingi kubwa ambazo nimehifadhi tangu nilipopatembelea mahali hapa kwa mara ya kwanza miaka mingi iliyopita. Hapa kwenye mbiu ya imani ndugu Kidson, na halafu hapa chini kwenye jumba la mikutano wakati nilipokuwa hapa pamoja na ndugu Raymond Ritchie na wahudumu wa mjini. Ndipo basi hakika bwana Ayers, bwana Kipperman, ule usiku ambao kamera ilithibitisha ya kwamba sikuwa nikisema uongo wowote, ilikuwa ni kweli. Ndipo wakati jicho la kimitambo la kamera liliposhika lile ono la nini, ama sio ono, uhalisi. Yule Kristo tunayemhubiri na kumpenda sana alikuwa pamoja nasi. Aliahidi kuwa pamoja nasi, nayo kamera ikapiga picha yake. Mara nyingi nimesema nyakati zilizopita kwamba ningeiona nuru hiyo wakati wote, lakini wakati mwingine watu wangekuwa na shaka kidogo juu yake, ambalo ungeweza kuamini wangeweza kuwa hivyo, lakini usiku huo ililithibitisha. Hiyo ilikuwa ndiyo mara ya kwanza ilipopata kupigwa picha. Tangu wakati huo imepigwa picha mara kadhaa. Huko Ujerumani hivi majuzi tu ikishuka wakati upako ulipokuwako na wakati iliporudi tena. Na mambo hayo si ya kumtukuza mwanadamu fulani, bali ni kuthibitisha uwepo wa Yesu Kristo miongoni mwa watu wake. Nasi tunaamini ya kwamba Bwana Yesu huyo yupo hapa usiku wa leo kutusaidia katika kesi hii. Nami ninaamini anaijali hiyo zaidi ya vile tungeweza kuwa. Nami bila shaka ninawahurumia wazazi wa watoto hawa, na bega kwa bega pamoja na kila mwanamume na mwanamke anayejaribu kuwaokoa na hatari hii kubwa. Pia sasa nasikia ya kwamba huu si mkutano wa uamsho, bali ni mfululizo tu wa mikutano ya maombi yanayofanywa kwa ajili ya nafsi hizi zilizo katika vivuli vya mauti. Na kwa hiyo nimechelewa, sitazungumza muda mrefu sana. Lakini ningetaka kuchukua somo ama fungu la maneno hasa kutoka kwenye somo ambalo ningetaka kusoma katika mahali pawili katika maandiko. Nanyi mlio na Biblia, kama mngeweza kufungua pamoja nami kwa muda mfupi tu kwenye kitabu cha Wafilipi mlango wa kwanza na kifungu cha 20 cha mlango wa kwanza wa Wafilipi. Kama vile nilivyotazamia sana na kutumaini kwamba sitaaibika kamwe, bali kwa uthabiti wote, kama siku zote na sasa vivyo hivyo, Kristo ataadhimishwa katika mwili wangu, ikiwa kwa maisha au mauti. Halafu basi katika kitabu cha Matendo mlango wa 2 na kifungu cha 30. Huenda nikasoma cha 25 hadi cha 30. Maana Daudi alinena habari zake, kwa kuwa nalimuona Bwana mbele yangu siku zote, kwa kuwa yuko upande wa mkono wangu wa kuume nisitikisike. Kwa hiyo moyo wangu ukapendezewa, ulimi wangu ukafurahi, tena mwili wangu nao utakaa katika matumaini. Kwa kuwa sitaiacha roho yangu katika kuzimu, wala sitamtoa mtakatifu wako aone uharibifu. Umenijuvisha njia ya uzima, utanijaza furaha kwa uso wako. Waume na ndugu zangu, mniwie radhi niseme nanyi kwa ujasiri habari za baba yetu mkuu Daudi, ya kuwa alifariki akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata leo.
Basi kwa kuwa ni nabii, akijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake kwa habari za mwili atamuinua Kristo aketi katika kiti chake cha enzi. Yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu wala mwili wake haukuona uharibifu. Na tuinamishe vichwa vyetu kidogo tu kwa ajili ya maombi. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru wewe kwa ajili ya neema. Na hiyo ni kweli Bwana, ndiyo sababu ya sisi kuwa hapa usiku wa leo, ni kuomba rehema. Tusingeomba hili ikiwa hatukuwa na imani kuamini ya kwamba tungepewa. Watu wameruka kote nchini na maombi yanapaa juu kila mahali kwako, kwamba maisha ya hawa ambao tunawaombea kwa dhati usiku wa leo yaokolewe. Bwana, tungeomba nguvu kwa ajili ya mama na baba wa vijana hawa. Na kama tunavyoelewa kwamba kijana mwanamume huyu ameyatoa maisha yake kwako na anataka kukutumikia, na kama tulivyomsikia mmoja wa wanenaji akisema ya kwamba yeye alitaka kuwa mhudumu wa Injili, ninaomba Mungu ya kwamba utaijalia nafasi hii kwa jamaa huyu mdogo. Tusamehe dhambi zetu, isafishe mioyo yetu na mawazo maovu na chochote kinachoweza kuwa njiani mwetu ambacho kingezuia maombi yetu yasijibiwe kwa ajili ya watu hawa. Kama vile tumelisoma neno lako, tunajua ya kwamba mbingu na nchi pia zitapita, bali neno lako halitashindwa. Naomba ya kwamba wewe utatuongezea kwa Roho Mtakatifu muktadha ambao ungechukua, ambao ungekuwa ni mapenzi yako ya kiungu katika kesi hii sasa, kama tulivyomsikia wakili na wengi wakizungumza. Nasi tunaomba ya kwamba tutapata tu la kufanya baada ya haya, kwamba hatua yetu inayofuata ya kufanya ni ipi. Bwana, tupo hapa kuitekeleza. Tujulishe Bwana kupitia neno lako, kwa kuwa tunaomba katika jina la mwana wako Bwana Yesu Kristo. Amina. Huku nikisoma vifungu hivi vichache, na ninatambua fursa hii ni kuu kwa sababu ya shughuli yake. Ningewazia wakati niliposikia na kupata telegramu ya mama huyo, vipi kama huyo alikuwa ni mwanangu aliyeketi kwenye vurugu hiyo, ama binti yangu, na mimi tunataka kuweka kila kitu tuwezacho kwa hilo. Ndipo huenda wengine wakasema, vema, hiyo ilikuwa ni sehemu ndogo sana ya neno uliosoma ndugu Branham. Vema, huenda hiyo ikawa ni kweli pia, lakini unaona, si ukubwa ama wingi wa maneno, ni kile linalomaanisha. Ni nini tu kile lilicho, ni ahadi ya Mungu. Nami ninataka kutoka kwenye hili usiku huu, kutoka kwenye somo hili usiku wa leo, ama somo kutoka kwenye hili, yakini. Nimelichagua somo hili muda mfupi uliopita nikiwa nimeketi kwenye chumba changu cha hoteli, kwa sababu nafikiri ya kwamba sasa tunahitaji jambo la hakika, yakini fulani tunayoweza kushikilia na kujua ya kwamba ni kweli. Katika saa muhimu kama hii, lazima tuwe na jambo ambalo tuna hakika lililo kweli, jambo ambalo tunaweza kushikilia, kujua iwapo jinsi ambavyo kesi inaendelea. Sasa kulingana na Webster, yakini lenyewe ni lisilo na kikomo katika nguvu zake. Na kimsingi ni mkataa, na mkataa ni amina, ni yakini, kwa vile hiyo ni mwisho, hiyo ni kila kitu. Sasa kila mafanikio makuu ambayo yamekuwamo ulimwenguni yameambatanishwa na namna fulani ya yakini. Huwezi kufanya lolote pasipokuwa na kitu ambacho unaweza kushikilia. Kijana mwanamume anapoenda kufunga ndoa na kijana mwanamke, hana budi kujua tabia ya kijana mwanamke huyu, ama kijana mwanamke hana budi kujua tabia ya kijana mwanamume, kitu ambacho anaweza kushikilia. Mwanamume huyu atakuwa mtu wa haki, atakuwa mume mzuri kwangu. Mwanamke huyu atanipa maishani yale ninayotarajia kutoka kwake, uaminifu na kadhalika.
Halafu basi hapana budi pawe na mahali fulani wanapoweza kuwekea msingi nadhiri zao, wakijua ya kwamba kuna kitu fulani kitakachoshikilia. Na hiyo ndiyo sababu tunawaleta kanisani na kwenye neno la Mungu kuifunganisha yakini hii. Sasa Paulo hapa, kama tunavyoona, alikuwa na yakini aliyoshikilia maisha yake yote. Baada ya uongofu wake, hiyo ilikuwa ni maisha yenye msingi wa Kristo. Na ni mahali pa jinsi gani pa kuweka yakini! Maisha yenye msingi wa Kristo yalikuwa ni maisha tofauti na yale aliyokuwa ameishi wakati mmoja, kwa kuwa alisema, maisha ninayoishi sasa, ambayo yalikuwa ni tofauti na yale aliyokuwa ameishi. Basi ilifikia wakati ambapo Paulo alipata tukio hili lililomfikisha kwenye uamuzi huu. Kwa kuwa Paulo alikuwa mtu mkuu mashuhuri miongoni mwa Wayahudi na mwanatheolojia mashuhuri, bali hakuwa na uhakika sana na msimamo wake. Bali siku moja akishuka kwenda Dameski, nuru, nguzo ya moto ilishuka kutoka mbinguni. Naye Paulo akiwa ni Myahudi alifahamu kwamba nuru hii, nguzo ya moto, ilikuwa ndiyo kitu ambacho kilikuwa Mungu ambaye alikuwa amewaongoza watu wake kutoka Misri. Walikuwa wameifuata nguzo hii ya moto. Kwa hiyo akiwa ni Myahudi alimwambia upesi, Bwana, u nani wewe? Yeye alimfahamu kama Bwana, lakini u nani wewe? Ndipo sauti ikatoka kwenye hiyo nguzo ya moto, mimi ni Yesu, na ni vigumu kwako kupiga teke michokoo. Tangu wakati huo na kuendelea, Paulo alijua ya kwamba Yehova wa Agano la Kale alikuwa ni Yesu wa lile jipya. Naye alikuwa na kitu ambacho angeweza kushikilia, na hivyo ndivyo angeweza kuandika kile kitabu mashuhuri cha Waebrania. Sasa ikiwa katika maisha yako unayakini, unafanya mambo usingeweza kufanya kwa kawaida, hasa ikiwa una maisha yenye msingi wa Mungu. Maisha yenye msingi wa Mungu humfanya mtu kufanya mambo ambayo kwa kawaida wasingeyafanya, ya kipekee sana, ya tofauti. Ni kwa nini maisha ya Kikristo ni ya kipekee sana na ya tofauti? Ni kwa sababu kwamba wanaliangalia neno la Mungu ambalo karibu ni la kigeni kwa ulimwengu siku hizi. Sasa tunayo makanisa na tunayo madhehebu na tunayo dini nyingi sana kote ulimwenguni. Katika mara zangu 7 kuuzunguka tangu nilipokuwa hapa Houston pamoja nanyi, nimekusanya maarifa mengi juu ya miungu na dini za ulimwengu huu. Bali hilo silo ninalozungumzia. I'm talking about an absolute connected with Christ. Ninazungumza juu ya yakini iliyowiana na Kristo. Ndipo inakufanya mtu wa kipekee. Unafanya mambo ya kipekee. Your thinking is altogether different than the thinking you once did. Kuwaza kwako kwa jumla ni tofauti na mawazo uliowaza wakati mmoja, kwa sababu umepata kitu fulani, kwamba umetia nanga imani katika mtu fulani aliyeumba mbingu na nchi, kwamba neno lake lenyewe ni umbaji. Mungu yule aliyenena ulimwengu ukawepo, wala hakuna kitu kigumu kupita kiasi kwake. Kwa hiyo linakufanya muumba wewe mwenyewe, kwa sababu unayachukua maneno yake, nalo neno ni wazo lililotamkwa. Sasa Paulo alikuwa ameingia katika hali hiyo, kufikia ambapo yeye hakuwa na ujuzi wa kithiolojia kwa jumla, bali alikuwa na ushahidi wa kibinafsi. Alikuwa amekutana na Mungu na kujua ya kwamba aliitwa na Mungu, na hakuna mtu aliyepaswa kumwambia lolote kulihusu. Alikuwa na uhakika kabisa ya kwamba Mungu angali alibaki Mungu. Laiti ulimwengu ungalifanya tu hilo. Basi laiti kundi hili usiku wa leo linaloketi hapa lingeweza kukumbuka tu ya kwamba Mungu angali ni Mungu. Yeye anaweza tu kujibu katika kesi hii kama anavyoweza katika kisa cha uponyaji wa kiungu ama chochote kingine. Yeye angali ni Mungu. Basi laiti tungaliweza kujenga matumaini yetu, sio tu matumaini yetu, bali wazo la haki juu ya kile yeye asemacho. Nasi tunajua kwamba hilo ni kweli.
Nao watu wanatenda kiajabu, wanaonekana kusahau tu kuhusu upande ule hasi, maana wamepata yakini kwa sababu ni neno la Mungu. Yesu alisema, mbingu na nchi zitapita, bali neno langu halitashindwa. Kwa hiyo kama tunalo neno la ahadi, basi hakuna kushindwa kwake, haliwezi kushindwa. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba hilo ndilo mikutano hii ya maombi hapa watu wa kidini wa Houston wanavutiwa nalo, maisha ya binadamu. Na hiyo ndiyo sababu ya sisi kukusanyika hapa, ni kuita nguvu ambazo zimepita sheria zote zilizobuniwa na wanadamu, na nguvu kitu fulani, yeye awezaye kubadilisha mioyo ya wanadamu kama alivyomfanya Farao huko Misri, na yeye ni Mungu. Nasi hatuna budi kuacha sasa kuangalia upande hasi na tuanze kuangalia upande chanya. Na kabla hujaweza kuwa na imani, inakubidi kuwa na kitu fulani cha kuamini. Na ni kitu gani zaidi unachoweza kuitegemeza imani kuliko inavyoweza katika neno la Mungu aliye hai, ambalo limeumba nguvu za Mwenyezi? Ni kitu gani zaidi tungeweza kuwekea matumaini yetu? Kwa hiyo inakufanya uonekane tofauti, utende tofauti. Unamtazamia Mungu kuitimiza ahadi yake. Na wakati matatizo yanapoinuka kama tulio nayo sasa, hilo ni nanga. Ni kitu fulani ambacho hukushikilia, kitu ambacho umefungiwa kwake. Ni ahadi ambayo tumefungwa kwake. Ndivyo lilivyo neno la Mungu. Kama tu vile nanga ilivyo yakini kwa meli katika wakati wa tufani. Meli inaweza kuwa ikiabiri baharini. Nanga iko huko mbele. Imetulia. Ninyi watu hapa Houston, mkiwa karibu sana na bahari, huona meli zikiingia. Basi kwa nini kubeba uzito huu wa ziada wa nanga hii kubwa mno? Lakini mnaona tufani zinapokuja, tufani zinazochafuka ambazo hupasua bahari, na zingeweza kukirusha chombo ufukoni mahali fulani na kukivunja vipande vipande, ama kukipindua katika maji yenye kina kifupi. Inaingia kwenye maji ya kilindi na kuitumbukiza nanga hii kubwa mno, ambayo imetengenezwa hivi kwamba itajikokota chini ya bahari mpaka itie nanga juu ya mlima fulani usioonekana. Basi acha hizo tufani zivume zikitaka, ina yakini. Nanga inashikilia mahali fulani huko, bali imefungwa vizuri. Basi huku meli na mawimbi yakiigonga kote, hiyo meli inayo yakini kwa sababu imefungwa. Na hivyo ndivyo mtu alivyo wakati amefunganishwa na Kristo na kwa neno lake, naye analiamini. Kuna yakini hapo, kitu fulani ambacho humshikilia. Yakini ni kama ile nyota ya kaskazini wakati umepotea. Wakati umepoteza mwelekeo wako, nawe unataka kupata njia yako ya kurudi, nyota ya kaskazini ndiyo yakini. Sasa kuna nyota zingine, bali zinazunguka pamoja na ulimwengu. Wakati ulimwengu unapozizunguka, unageuka mbali nazo. Na mwajua, nyota ile ya asubuhi ndiyo nyota ya jioni pia, kwa sababu ulimwengu ulizunguka tu. Bali kuna nyota moja ambayo haisogei, nayo imewekwa papo hapo katikati ya dunia. Na kwa hiyo ni nyota ya uhakika. Kama unaijua nyota ya kaskazini, daima unaweza kujua unakoenda. Lakini hapo ni wakati mtu amepotea na hajui aelekee wapi. Sasa ninaijua nyota moja. Hiyo ni zaidi ya nyota ya kaskazini, na kufungwa na kuona uwepo wake, haijalishi umepotea namna gani ama mahali ulipo, unaweza kuipata njia yako ya kurudi kwa uongozi wake. Hilo ni neno lake. Ndiyo njia ya kutoka kwenye matatizo yote. Ndiyo njia ya kupata amani. Ndiyo njia ya mafanikio. Ndiyo njia ya uzima yenyewe, ni kuifuata nyota hii, Bwana Yesu. Na sasa kama umefunganishwa kwenye nyota hiyo, Roho Mtakatifu ndiye dira ambayo itaelekeza tu kwenye hiyo nyota. Nini takatifu? Dira imetiwa sumaku ielekeze kwenye hiyo ncha ya kaskazini, na njia pekee
Haijalishi uko katika msitu kiasi gani, ama jinsi vichaka vilivyo vinene kukuzunguka, ama jinsi kulivyo na ukungu baharini, mkono huo wa dira unaweza kuuzungusha vyovyote utakavyo, na utageuka moja kwa moja urudi na kuelekeza kwenye nyota ya kaskazini. Basi wakati tukiwa katika shida na tunamtumainia Kristo, kuna jambo moja la hakika. Roho Mtakatifu atatuelekeza kwenye neno ambalo litatuongoza hadi kwenye nyota ya kaskazini na kuleta kila kitu tunachohitaji. Yeye ndiye yakini yetu. Kwa mtu aliyepotea nyikani, dira ndicho kitu kinachomuongoza atoke nje. Tunapokuwa katika shida, kuna jambo moja tu, ni la hakika tu kama nyota ya kaskazini. Mradi tu ulimwengu umesimama mahali pake na unazunguka, nyota ya kaskazini itabaki mahali pake. Na mradi tu kuna umilele, Kristo daima atakuwa ni mwokozi na njia ya kutoka katika kila tatizo, kila tofauti, kila jaribio, kila kitu. Na kwa hiyo sisi tunapofungamanishwa kwake, hatuvurugiki na kuchanganyikiwa kama ulimwengu ufanyavyo. Tutafanya nini juu ya jambo hili? Tutafanya nini juu ya jambo lile? Inaonekana kana kwamba hata hatujatiwa nanga, bali mtu ambaye ametia nanga nafsi yake katika Kristo Yesu, tumaini lake pale, akijua ya kwamba anapomwomba Baba lolote katika jina lake, Yesu alisema nitalifanya. Hilo la tosha. Hilo linatosha. Ni amina, ni yakini, ni mkataa. Yesu aliposema, ombeni Baba lolote katika jina langu, nitalijalia. Sasa huo ni mkataa. Jambo ndilo hilo. Lolote mtakalo muombapo, aminini ya kwamba mtalipokea, nalo litakuwa lenu. Hilo la tosha. Hakuna lingine. Mnaona, ikiwa kweli tumetiwa nanga na tunaliamini na tumemfanya yeye yakini yetu. Maana yeye hufanya. Yeye ni yakini inayotuondoa kwenye hofu yote. Hakuna hofu wakati umefungiwa kabisa kwenye ule mwamba wa kale. Hakuna hofu kwa baharia jinsi meli inavyoshambuliwa kwa nguvu na mawimbi, mradi tu hiyo nanga imeshikilia juu ya ule mlima huko. Mbona hakika anajua meli itaelea juu, haiendi kugongana na mwamba mahali fulani, haitaingia kwenye maji fulani yenye kina kifupi na kupinduliwa, kwa sababu ina yakini ambayo imetiwa nanga juu ya mlima fulani. Basi hapo mtu anapoweza kuomba maombi ya imani na kuitia nanga nafsi yake huko kwenye neno la Mungu, ambako mbingu zote na nchi zitapita, bali neno hilo haliwezi, hakuna hofu. Acheni waje waseme lolote wanalotaka kusema. Imani yetu iko katika Mungu, Mungu pekee. Tunaamini hilo. Kulikuwako na wakati ambapo maadili ya maakuli ya taifa hili yaliwekwa juu ya neno la mwanamke fulani. Ninaamini jina lake liliitwa Emily Post. Sasa alikuwa ndiye yakini ya maadili ya maakuli. Kama Emily Post alisema, chukweni maharage yenu mkayale kwa kisu chenu, lilikuwa hivyo. Hilo ndilo lenyewe, kwa sababu alikuwa ndiye yakini ya maadili ya maakuli. Kama alisema, kunywa kahawa yako kwa kijisahani chako, uinywe kidogo kidogo jinsi unavyoendelea, haidhuru linasikika lisilofaa jinsi gani, lingali lilikuwa ni yakini. Kila mtu aliliheshimu kwa sababu walimchukua kuwa ndiye yakini wa maadili ya maakuli. Hatuna budi kuwa na yakini, haijalishi tunafanya nini. Kama tutafanikisha lolote kamwe, hatuna budi kuwa na yakini. Kulikuwa na wakati ambapo neno la Hitler lilikuwa yakini Ujerumani. Haijalishi mtu yeyote mwingine alisema nini, neno la Hitler lilikuwa ni yakini. Kama alisema wafe, wanakufa. Kama alisema waishi, wanaishi. Na kama alisema twende vitani ama hatuendi vitani, lolote tufanyalo, neno lake lilikuwa ni yakini. Kulikuwa na wakati ambapo Italia ilikuwa na yakini. Hiyo ilikuwa ni neno la mtawala wao wa kimabavu Mussolini alilosema lifanywe. Walisema dereva wake alikuja kwa gari dakika moja mapema kumchukua, akampiga risasi. Kwa nini? Yeye alisema, sikutaki hapa dakika moja mapema, ninakutaka hapa juu ya alama wakati hasa. Unaona, neno lake lilikuwa ni yakini. Italia nzima ililiheshimu. Kulikuwa na wakati ambapo Farao huko Misri alikuwa ni yakini. Lakini mnaona, lakini maamuzi haya yote waliofanya yalikuwa ni maamuzi yaliyofanywa na mwanadamu, na yote yakashindwa. Kwa nini? Kwa sababu hayakulingana na binadamu, hayakulingana na neno la Mungu kwa ajili ya maisha ya binadamu. Ninataka hilo na tumaini lishike. Kama tunatarajia kuokoa maisha ya binadamu, hatuna budi kuingia kulingana na neno la Mungu na mpango wa Mungu kwa ajili ya maisha ya binadamu. Na njia pekee utakayoupata huu ni kuupata katika neno lake na kuliamini. Sasa, kwa hiyo hao mafarao ilikuwa huko Misri si muda mrefu uliopita, nami nafikiri iliwabidi kuchimba futi 20 kwenda chini ardhini kupata mahali ambapo Farao aliketi kama mfalme wa dunia.
na Maherode wakuu na kadhalika. Tukishuka kwenye huo mstari, tunaona mahali falme zao zimeanguka na kuangamia. Bali kuna ufalme mmoja ulio juu ya falme zote, huko juu sana mbinguni, hata kamwe hautapita. Na huko ameketi mfalme ambaye anapofanya uamuzi wake juu ya lolote, nasi tuamini uamuzi huo. Hiyo ni yakini. Utakuwa hivyo, haidhuru mtu mwingine yeyote anasema nini juu yake. Ndivyo ulivyo daima. Sasa mahakama yetu kuu ni yakini, mwisho wa kesi zote. Sasa inatubidi kuwa nayo. Wakati mwingine huenda tusikubaliane na uamuzi wake, kama vile hawakukubaliana na wa Hitler na kadhalika, lakini hata hivyo hatuna budi kuwa na yakini hii. Na yakini ya taifa na kesi ni mahakama kuu. Mahakama zetu za mitaani zinaweza kufanyia mashtaka chochote na ziamue hili, bali mahakama kuu ina mamlaka juu ya yote. Hatuna budi kuwa nayo. Kama taifa hatuna budi kuchukua uamuzi wake, kwa sababu taifa limefunganishwa na yakini hii ya mahakama kuu. Vema, kila kitu hakina budi kuwa na yakini. Hivi mlijua ya kwamba mchezo wa kawaida wa mpira hauna budi kuwa na yakini? Naam. Ni nini yakini ya mchezo wa mpira? Muamuzi. Vipi kama hakuna muamuzi? Mnaona, muamuzi, haidhuru unasimama wapi, unaangalia mahali gani na kusema ilikuwa ni mpira, naye alisema ilikuwa ni goli. Vema, hivyo ndivyo ilivyokuwa, ilikuwa goli. Kwa nini? Kwa sababu neno lake, haidhuru watazamaji walisema nini, yale mtu mwingine yeyote aliyosema ni goli, kwa kuwa yeye alisema ni goli, naye ndiye muamuzi. Sasa vipi kama hakukuwako na muamuzi? Kungekuwako na ubishi mkali mno na kila kitu katika mchafuko, mpaka msingeweza kuwa na mchezo wa mpira. Kwa hiyo hamna budi kuwa na yakini mpate kuwa na mchezo wa mpira. Haina budi kuwa hivyo. Sasa hapana budi pawe na yakini katika taa ya trafiki. Taa ya trafiki ni yakini hasa kwa magari. Vipi kama hakukuwako na taa ya trafiki? Ama vipi kama taa ya trafiki ilikuwa imezima, nawe ukaenda kasi mtaani, naye jamaa mmoja alikuwa akija hivi, naye akasema, sasa mimi nilikuwa wa kwanza hapa, lazima nipite pale. Kisha akasema, nimechelewa kazini. Nena kuhusu msongamano wa magari, kweli mngekuwa nao. Lakini unaona, taa ya trafiki hulitatua. Ndiyo yakini. Ikiwa taa ni kijani, nenda. Kama ni nyekundu, simama. Iwapo hakuna kitu kama taa ya trafiki, basi tungekuwa na misongamano ya magari. Na hiyo ndiyo shida katika imani ya Kikristo siku hizi. Tuna misongamano mingi mno ya magari, kila mtu akifanya yakini yao wenyewe. Wakati tuna yakini moja, na hiyo ni neno la Mungu aliye hai. Hilo linalitatua milele, haidhuru mtu yeyote mwingine anasema nini. Karibu imefikia mahali kama ilivyokuwa katika siku za waamuzi, kila mtu ana yakini yao wenyewe, lakini zote hushindwa kama wale mafarao na kadhalika. Bali yakini ya Mungu ni neno lake. Yeye hulitoa, na mbingu na nchi zitapita, bali hilo halitapita kamwe. Napenda hilo. Sasa hatuna muda mwingi, kwa hiyo tuangalie tu kwa dakika chache watu wachache walioingia katika matatizo na katika nyakati ambazo mauti yaliwakabili, kama tunavyosimama usiku wa leo, nao wakachukua yakini. Hebu tuwahoji baadhi yao. Hebu turejee kwenye hadithi ya kale ambayo inajulikana kwetu sote, katika siku ambapo dhambi ilikuwa imelundikana ulimwenguni mpaka Mungu akakerwa na kuchoka nayo kabisa, nao ulimwengu ulikuwa unaenda kuangamizwa. Ndipo Mungu akampa Nuhu yakini. Hiyo ilikuwa ni neno lake. Na haidhuru, yakini hiyo ilikuwa ni ya kuwaokoa watu. Nuhu alijua ya kwamba ulimwengu ulikuwa unaenda kufa. Ndipo Mungu akampa yakini, na hiyo ilikuwa ni neno lake. Sasa kuwaokoa watu wake na mauti. Sasa yakini ilikuwa ni nini ya kuwaokoa watu na mauti katika siku za Nuhu? Ilikuwa ni neno la Mungu. Hiyo ilikuwa ndiyo yakini, bila kujali mtu mwingine yeyote alisema nini. Yale sayansi iliyosema, hakuna mvua kule juu, tunaweza kurusha zana zetu mwezini, hakuna mvua kule, mvua itanyeshaje? Kama Mungu alisema kutakuwako na mvua ikinyesha, Mungu anaweza kuweka mvua angani kama alisema hivyo. Nuhu aliendelea moja kwa moja na shughuli zake, ametulia na kuiandaa safina kwa ajili ya kuwaokoa watu. Kwa kuwa kulikuwa na yakini iliyotolewa kwa watu kwamba wangeokolewa kama wakiichukua njia iliyoandaliwa na Mungu kwa ajili ya yakini hii. Kwa hiyo baadaye, wakati mwingine, wakati tumekubali yakini, ningetaka kusema hili kwa sababu ya wazazi wa watoto hawa,
juu ya yale ninayotaka kuwaambia katika dakika moja tu. Sasa kama nini, wakati mwingine, wakati tumelikubali, tunawekwa katika majaribu kuona kama kweli tunaliamini. Sisi Mungu kwa kawaida hufanya hivyo. Pia Mungu hutenda kazi. Yeye hawezi kubadilisha mpango wake kwa sababu neno lake ni yeye mwenyewe. Hapo mwanzo alikuwako neno, naye neno alikuwa pamoja na Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Yeye yule jana, leo na hata milele. Kwa hiyo daima ni Mungu. Wakati akiitwa jukwani kutenda kazi na uamuzi anaofanya, yeye hana budi kudumu na uamuzi huo daima. Hawezi kuubadilisha kwa sababu yeye hana kikomo. Sasa ninaweza kubadilisha uamuzi wangu, wewe unaweza, kwa sababu tuna kikomo. Kwa hiyo tunafanya makosa. Bali Mungu hawezi kubadilisha uamuzi wake kwa sababu yeye hana kikomo na uamuzi wake ni mkamilifu daima. Hawezi kusema nilikosea hapa na nitaubadilisha uamuzi wangu, kwa sababu hiyo ingeonyesha Mungu angeweza kubadilika. Naye Mungu hawezi kubadilika, wala neno lake haliwezi kubadilika. Yeye ni yule yule daima. Kwa hiyo Mungu alimpa Nuhu jaribio baada ya kuikubali yakini yake. Nuhu aliingia katika safina. Mungu akafunga mlango nyuma yake. Hapana shaka wao walisema, sasa asubuhi kutakuwako na mawingu meusi, kisha kutakuwako na ngurumo na radi, nayo mvua itanyesha. Lakini mwajua, kesho yake jua lilichomoza angavu tu kama lilivyowahi kuwa. Ninawazia waaminiwa kwa mpakani walisema, tutakwea. Mzee huyo huenda alisema kweli kuhusu hilo. Kwa hiyo labda sayansi ilikuwa imekosea kwamba huenda kukawa na mvua kule juu. Lakini kumbukeni, haikuwa imewahi kunyesha. Lakini basi siku ya pili jua lilikuwa angavu tu kama lilivyokuwa siku zote. Siku ya 3, ya 4, ya 5, ya 6 na hata kufikia ya 7. Lakini Nuhu alikuwa amepanda juu kwenye chumba cha juu kusudi aweze kuzitazama anga. Ndipo kwenye asubuhi hiyo ya 7, wakati ulipofika ambapo watu walikuwa wameikataa njia ya yakini ya Mungu ya wokovu, ya kuyaokoa maisha ya watu, mvua ikaanza kunyesha, nayo mifereji ya uchafu ikajaa. Ndipo mashua ikaanza kuinuka, nayo ikampeleka Nuhu pamoja na hao kwenye usalama. Hakika kwa sababu walikuwa wakilitumainia neno la Mungu, ile yakini, neno la Mungu la ahadi. Haidhuru inaonekana kuwa mbaya jinsi gani na jinsi kunavyokuwa giza, endelea kuamini yakini yako. Musa, mbona nini yake? Yeye alikuwa amejaribu kuyaokoa maisha ya maskini hao Waebrania, nao walikuwa karibu wana hali mbaya, ama hali mbaya tu kama watoto hao wawili walionayo ambao tunajaribu kuwaokoa usiku wa leo. Walikuwa ni watumwa, nao waliwaua tu ovyo ovyo wakati wowote waliotaka kuwaua. Basi Musa akahisi moyoni mwake ya kwamba hayo hayakuwa ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo akajaribu kufanya hilo kwa elimu. Akajaribu kufanya hivyo kwa jitihada zake mwenyewe, na akakuta kwamba alishindwa vibaya. Alifanya jambo fulani yeye mwenyewe ambalo halikuwa sahihi, kwa sababu aliyachukua maisha ya mtu mwingine, na hilo halikuwa sahihi. Ndipo akaingia nyikani na akawa huko kwa muda wa miaka 40. Lakini siku moja alikuwa akiwachunga kondoo upande wa nyuma ya jangwa, na kulikuwako na nuru kichakani. Basi Musa alipoikaribia nuru hii, sauti ya Mungu ikanena naye kutoka kwenye nguzo hii ya moto iliyokuwa huko nyuma katika kichaka hiki, na kusema, Musa, Musa. Naye akasema, mimi hapa Bwana. Na yeye akasema, vua viatu vyako, kwa maana mahali unaposimama ni patakatifu. Nimesikia vilio vya watu wangu, nimeusikia mkutano wao wa maombi. Nimekumbuka ya kwamba niliwapa ahadi. Jamani, kama hilo halipaswi kuiwasha moto mioyo ya waaminio wa Kristo usiku wa leo. Mimi ni Mungu. Ninakumbuka niliahidi hili. Jinsi hiyo sauti ilivyokuwa ni ya kimaandiko. Naye akasema, Musa, ninakutuma huko chini ukawakomboe. Ndipo Musa, hakika kama nilivyosema hapo mwanzo, unapoichukua hiyo yakini ya Mungu, inakufanya ufanye mambo ambayo vema wakati mwingine ni ya kipumbavu machoni pa watu. Ungeweza kuwazia mtu aliyekuwa amewakimbia wa Misri, kesho yake asubuhi baada ya kuiona yakini hii, neno hili la Mungu lilisema naye ushahidi chanya, kwa sababu lilikuwa ni neno. Ahadi ilikuwako na thibitisho la Mungu mkuu wa maumbile, jinsi ambavyo alifanya muujiza mbele za Musa na kuonyesha ya kwamba yeye alikuwa ni Mungu wa maumbile. Naye Musa kesho yake asubuhi
Alimchukua mke wake akampandisha juu ya nyumbu akiwa na mtoto nyongani mwake, naye mwenye umri wa miaka 80, masharubu yamening'inia kufikia kiunoni mwake, kichwa chake chenye upara kiking'ara, ameshika fimbo iliyopinda mkononi mwake, akishuka kuelekea Misri, akipaza sauti kwa nguvu alivyoweza kwenda. Unaenda wapi Musa? Ninashuka kwenda Misri kuiteka. Ati kuiteka? Uvamizi wa mtu mmoja. Kwa nini? Alikuwa na yakini, alikuwa na kitu fulani, alikuwa na neno la Mungu, angeweza kusimama juu yake. Mtu mwenye umri wa miaka 80 akiwa na nyumbu na fimbo mkononi mwake. Hayo ndiyo yote aliyokuwa nayo, kama vile uvamizi wa mtu mmoja Urusi leo hii. Lakini alishuka akaiteka kwa sababu alikuwa na yakini, alikuwa amezungumza na Mungu, alikuwa ameisikia sauti ya Mungu. Naye jambo ni kwamba aliiteka kweli. Kwa nini? Hiyo ilikuwa pamoja naye siku zote za maisha yake. Ilikuwa ni yakini. Hakuna mtu aliye na haki kupanda mimbarani kuhubiri Injili isipokuwa mwenyewe amesimama kwenye mchanga huo mtakatifu, ambapo hapana kafiri wala asiamini anayeweza kamwe kuelezea vibaya mambo ya kimbinguni ya Mungu. Yesu asingewaruhusu wanafunzi wake kuhubiri, haijalishi jinsi walivyomjua vizuri. Hawana budi kwenda katika mji wa Yerusalemu, huko wangojee mpaka watakapovikwa nguvu kutoka juu. Hawana budi kupata tukio hilo. Musa, akijua ya kwamba alikuwa ni nabii, alijua alikuwa amekuzwa kwa kusudi hili, bali pasipo na huo uhusiano wa kibinafsi, hiyo yakini, kitu ambacho kilimthibitishia kwamba aliposhuka kule alikuwa anaenda kupata ukombozi kwa ajili ya watu hawa. Kamwe hakubakia yule yule. Yeye alishuka kule kwa sababu alikuwa na yakini, na akafanya yale hasa Mungu aliyomwambia afanye. Hapakuwapo na woga wowote moyoni mwake wakati alipowatupa chini wale nyoka ama zile fimbo, nazo zikawa nyoka, na waigaji wa kimwili wakaja na huduma yao na kutupa chini na kufanya jambo lile lile. Musa alikuwa amefanya vile hasa Mungu alimwambia afanye. Hakuna chochote cha yeye kufanya ila kusimama kimya na kuuona utukufu wa Mungu. Ndipo tunaona ya kwamba Mungu alichukua nyoka wake akala hao wengine. Hivyo ndivyo inavyofanyika. Alikuwa na hakika ya kwamba yule Mungu ambaye angeweza kumwambia kufanya hili angeweza kumshughulikia katika hali mbaya. Hivi sisi usiku wa leo hatuwezi, juu ya msingi wa kijana mwanamume huyu kuutoa moyo wake kwa Kristo, kusimama juu ya yakini hii kwamba Mungu anaweza kufanya yasiyowezekana yawezekane. Anaweza kuibadilisha mioyo ya mahakimu. Kwa nini turukeruke kiwazimu sana juu ya mambo mengine? Hebu tumchukue Mungu kwanza, tulirejeshe kwenye ahadi. Mungu aliliahidi ya kwamba angefanya hilo. Kwa hiyo kumbukeni, Musa daima alikuwa ni mtu tofauti kwa sababu alilichukua neno la Mungu na kuliamini, naye akathibitishiwa ahadi. Ni wangapi tungaliweza kuwaita? Hatuna wakati. Katika kuandika muhtasari leo hii, nilikuwa nikiandika hapa juu ya Danieli jinsi ilivyokuwa. Ilichokuwa ilikuwa ni adhabu ya kifo kwake kuomba Mungu mwingine yeyote, lakini alishakuwa katika uhusiano na Mungu, naye alijua ya kwamba Mungu aliweza kumshughulikia. Wana wa Kiebrania wangetupwa katika tanuru la moto, nao wangechomwa kwa ukali wa moto wenye joto mara 7 kuliko tanuru hilo lilivyowahi kutiwa moto. Hao wana wa Kiebrania walimwamini Mungu, wakasema, Mungu wetu anaweza kutukomboa na tanuru hili. Kwa nini? Walikuwa na yakini, walikuwa na neno la Mungu. Naye Mungu ambaye angeweza kuwakomboa hao wana wa Kiebrania na seli ya mauti ya tanuru lililowaka moto, ni zaidi sana vipi anavyoweza kumkomboa mvulana huyu wa Kiyahudi hapa nje aliyelala huko kwenye seli ya mauti. Ni zaidi sana vipi yeye, na yeye angali ni Yehova Mungu yule yule aliyekuwa daima. Sisi kama mtume Paulo tunaweza kutambua ya kwamba Mungu yuyo huyo yu hai leo hii, jana, leo na hata milele, yeye yule. Basi Wakristo wanaweza kuushikilia mkono wa Mungu usiobadilika na kubadilisha hali yote ya mambo. Maombi hubadilisha mambo. Hilo ndilo tunalotaka kufanya. Tunaweza kusema vipi kuhusu Yoshua? Atavukaje Yordani? Inaonekana kana kwamba Mungu alikuwa mwanajeshi wa kigeni moja kwa moja katika mwezi wa Aprili wakati maji yalipofurika namna hiyo, lakini akamwambia Yoshua, lichukue sanduku usonge mbele. Hivyo tu ndivyo ilivyompasa kufanya. Ndipo Mungu akairudisha nyuma ya Yordani na kufanya nchi kavu, nao wakavuka na wakaokoka. Jinsi ilivyokuwa. Si ajabu Yoshua alisema, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Jinsi ambavyo Daudi, yule mzee wetu mashuhuri, jinsi tungetaka kuzungumza juu yake. Hatuna wakati. Lakini na mara nyingi kama tulivyomsikia mtu fulani akizungumza dakika chache zilizopita kuhusu Daudi na dhambi yake, lakini wakati yote ilisamehewa. Wakati alipokuwa akienda vitani, nasi husema ulimwenguni mambo yalikuwa mabaya, nao upinzani ulikuwa mkubwa. Ndipo Daudi akalala pale chini ya ule mti, akalitolea jasho mpaka aliposikia sauti ikipitia kwenye vichaka vya miforsadi, ndipo ikawa tofauti.
Daudi akasimama akaondoka, kwa sababu kwamba alikuwa na yakini kwamba alijua huyo alikuwa ni Mungu akimtangulia. Hivi hatuwezi kuomba maombi ya imani ambayo atamtuma Mungu kwenye halmashauri hiyo ya kifungo cha nje kule chini? Hakika tunaweza. Tunaamini ya kwamba tunaweza kama tutashikilia kwenye hiyo yakini. Jinsi ambavyo Ibrahimu aliviita vitu ambavyo havikuwapo kana kwamba vilikuwapo, kwa sababu alikuwa na ahadi iliyo yakini kutoka kwa Mungu ya kwamba Mungu atampa nini yake, atampa mtoto kwa Sara hata mke alipokuwa na umri wa miaka 100, ama yeye alipokuwa nayo, naye mke alikuwa na 90. Angali hakusita kwa kutokuamini ahadi ya Mungu, bali alitiwa nguvu akimsifu Mungu. Nasi tunadai kuwa wana wa Ibrahimu. Wakati tumekuwa na Biblia iliyoandikwa tangu siku za Ibrahimu na mashahidi wote ambao tumekuwa nao nyuma yake kwamba Yehova hulitimiza neno lake, kwamba Kristo ni mwana wa Mungu. Yeye ndiye mpatanishi kati ya mwanadamu na Mungu, na hakuna mpatanishi mwingine kando yake. Basi anaahidi, mkimwomba Baba lolote katika jina langu mtapewa. Nasi tunadai kuwa watoto wa Ibrahimu. Wakati Ibrahimu aliita vitu vilivyokuwapo kana kwamba havikuwapo, kwa sababu alimwamini Mungu. Kweli kabisa. Ninaliamini kwa moyo wangu wote. Maisha ya Paulo yaliyotiwa msingi katika Kristo yalikuwa ndiyo yakini yake, yalimfunga. Kristo alikuwa ndiye yakini ya ufufuo, kama tunavyosoma hapa. Alisema, Mungu aliapa kwa kiapo kwa Daudi kwamba hataiacha nafsi yake kuzimuni. Kiapo ndicho mwisho wa ugomvi wote, naye aliapa ya kwamba asingeiacha nafsi yake kuzimuni, bali angemfufua. Na kwa hiyo yeye alimwamini Mungu na akasulubiwa, akafa, akafufuka tena, kisha akapaa mbinguni kwa sababu alimwamini Mungu. Ni zaidi kiasi gani kwa kuwa yeye aliweka mfano tunavyoweza kuichukua yakini hiyo, kama Kristo aliweza kuichukua juu ya ahadi hiyo moja pale. Ni zaidi sana vipi sisi tunavyoweza kuichukua tukiwa na maelfu ya ahadi, na pamoja na damu ya Yesu Kristo pale kuisafisha njia yetu na kutuvusha lile shimo kubwa la dhambi lililotutenganisha la kutokuamini kutoka kwa Mungu na kutuleta moja kwa moja katika uwepo wake, kuzungumza na yeye. Ni zaidi sana vipi lingeweza kuwa? Naam, hatuna budi kuwa na yakini. Ninawazia juu ya mmoja hivi sasa katika kufunga. Angekuwa ni George Washington. Wakati Marekani ilipokuwa changa, nasi tulikuwa tukiyapigania maisha yetu, maisha ya taifa hili kuu tulilo nalo. George Washington alikuwa ni Mkristo, alikuwa ni mwaminio. Basi huko kwenye bonde la Forge, ninaambiwa ya kwamba majeshi ya Marekani yalikuwa tuna ni yapata theluthi moja yao waliokuwa wamevaa viatu. Na majira ya baridi kali yalikuwa baridi na hali ya hewa sufuri, na mto umeganda na umevimba, nao Waingereza upande ule mwingine, nayo maisha ya taifa hili yalikuwa hatarini. Alifanya nini? Yeye alikuwa ni Mkristo. Anatoka nje usiku na kupiga magoti kwenye theluji, naye anaomba mpaka akalowa kwa maji ya theluji hata kiunoni mwake. Naye akakaa pale akaomba mpaka akapata ile yakini, jibu kutoka kwa Mungu ya kwamba Mungu alikuwa anaenda kumpa ushindi. Ndipo kesho yake bonde la Forge halikuwa ni kitu kwake. Alivuka Delaware, akajisukumiza kwenye barafu pamoja na askari waliovalia nusu wameganda nusu, miguu yao mitupu ardhini katika theluji. Naye akastahimili wakati risasi 3 za bunduki zilipolipenya koti lake. Kwa nini? Yeye alikuwa akitegemea yakini ya maombi yaliyojibiwa. Amina. Misingi yenyewe ya taifa letu imewekwa juu ya kitu kama hicho. Kuna shida gani na watu siku hizi wanaodai kwamba ni Wakristo? Kwa nini tunasumbuka katika saa kama hii? Hebu tusisumbuke. Hebu tuwe askari. Naam Bwana. Aliomba mpaka akapata jibu hilo. Halafu hakuna mto uliojaa mawingu, hakuna askari miguu mitupu, bila kujali hali za mambo, wangeweza kuistahimili kwa sababu Mungu alikuwa amesema hivyo. Risasi hata isingaliweza kumuua kutoka kwenye bunduki ya adui. Bila shaka. Kwa nini? Alikuwa amefanya mkutano wa maombi. Alipata jibu. Jinsi ilivyokuwa vema usiku mmoja wakati mtume Petro alipokuwa gerezani, nao walikuwa wamuue kesho yake asubuhi. Alikuwa afe chini ya adhabu ya kifo, kama vile maskini Myahudi huyu atakavyofanya sasa. Lakini walifanya nini? Walifanya jambo lile lile ambalo sisi hapa Houston tunajaribu kufanya. Walifanya mkutano wa maombi kwenye nyumba ya Yohana Marko. Wakati walipokuwa wakiomba, malaika wa Bwana alienda gerezani, akazifungua nguzo za gerezani, kisha akafungua malango, na zaidi ya hayo akamwongoza Petro nje, naye akaja moja kwa moja kwenye huo mkutano wa maombi. Ninaamini usiku wa leo ya kwamba Mungu yuyo huyo yu hai. Iwapo yeye si Mungu yeye yule, basi kuna kasoro fulani. Hakika ilifanywaje? Kwa mkutano wa maombi ya Wakristo waaminifu walioamini, na waliamini ya kwamba Mungu angemkomboa ndugu yao na adhabu ya kifo.
Hao walikuwa ni Wakristo waliokesha usiku kucha na kulala kifudifudi, wakalia na kuomba. Kama nilivyomsikia mmoja wa wahudumu muda mfupi uliopita akisema alikuwa anaenda kulia sana usiku kucha. Shida yake ni kwamba leo hii watu wanaachilia, wanachoka, wanashikwa na usingizi, hata hawawezi kuketi wakamaliza ibada ya dakika 10. Ni vigumu. Vema, kuna kasoro. Kama unampenda Mungu, vema, inatupasa kushughulika. Inapaswa kuwa ndiyo matumaini yetu, shauku zetu. Inapaswa kuwa kila kitu kilicho ndani yetu kinapaswa kuwa katika upendo wa Kristo. Amina. Tunakaa kizembe sana, tunakaa wasiojali sana, huku ulimwengu ukifa chini ya miguu yetu. Hiyo ni kweli. Maisha ya watu yakiondoka bila Mungu, nasi tunaketi pasipo kujali sana kulihusu. Mradi tu sisi ni wafuasi wa kanisa, hilo tu ndilo tunalofikiri kwamba linaleta tofauti. Nilikuwa nikizungumza juu ya kuja kwa Kristo majuma machache yaliyopita katika kanisa fulani. Ndipo baadaye kulikuwako na mtu fulani aliyekutana nami nyuma ya kanisa na kusema, "Ndugu Branham, unawashtusha watu hata kufa." Nikasema, "Kwa nini nifanye hivyo?" Akasema, "Vema, wewe kuzungumza juu ya kuja kwa Kristo. Sitaki kusikia mambo kama hayo. Ninaye mvulana mdogo hapa, sina budi kumlea. Nina msichana shuleni." Nikasema, kuja kwa Kristo ndicho kitu adhimu sana ninachoweza kuwazia. Hakika, mnaona, Biblia ilisema wale wote wanaopenda kuonekana kwake. Jamani, kwa ajili ya siku ambayo maskini mwili huu upatikanao na mauti utakapochukua kutopatikana na mauti, na hii nyumba ya wadudu ninayoishi ndani yake itakapobadilishwa katika dakika moja, kufumba na kufumbua jicho, na mwili kama mwili wake mwenyewe wenye utukufu, inapaswa kuwa ndiyo shauku ya moyo wa kanisa. Inapaswa kuwa ni kila mwanamume na mwanamke amewaka moto kuhubiri mitaani na kila mahali pengine, akijaribu kuwafanya watu waokoke. Bila shaka, ninashangaa kama kweli tumefunganishwa kwenye yakini hiyo ambayo tunadai tumefungiwa. Hivi tunaangalia kwenye nyota sahihi ya asubuhi, kama tunatumainia tu kanisa letu na dhehebu letu, ushirika wetu. Ulimwengu unapobadilika, unabadilika pamoja na hilo, kuzunguka na kuzunguka. Bali kuna nyota moja isiyobadilika kamwe. Kuna kitu kimoja kisichoweza kubadilika, hicho ni Mungu. Mungu hawezi kubadilika, neno lake haliwezi kubadilika, Biblia yake haiwezi kubadilika. Na kama mtu amezaliwa kwa Roho wa Mungu, Kristo akiwa ndani yake, huitikia kila ahadi kwa amina. Hiyo ni kweli. Hakika. Hakika, mkutano wa maombi ndio tunaohitaji. Hatuna budi kuwa Wakristo. Wakristo wote hawana budi kutumia yakini hii neno la Mungu. Neno la Mungu ndilo msingi wa Mkristo. Yesu alisema katika neno lake, "Mkikaa ndani yangu, maneno yangu yakae ndani yenu, basi mnaweza kuomba mtakayo, nanyi mtatendewa." Wazieni hilo. Ungetaka yakini ipi zaidi? Ungetumainia nini zaidi kuliko kitu kama hicho? "Mkikaa ndani yangu, maneno yangu yakae ndani yenu, basi ombeni mtakalo." Kumwomba Mungu atende kazi juu ya moyo wa hakimu huyo ama halmashauri hiyo ya kifungo cha nje, na kumwachilia maskini jamaa huyo kutoka kwenye seli hiyo ya kifo. Kama tukiomba kwa imani, tukiamini katika mikutano hii ya maombi, tutapata hilo. Ninamwamini Mungu jinsi hiyo tu, na imani yangu nilionayo katika Mungu, hiyo ndio sababu nipo hapa usiku wa leo. Hiyo ndio sababu nilifutilia mbali jambo lingine na kuingia hapa. Inanibidi kuendesha gari mamia ya maili usiku wa leo kurudi Tucson, Arizona, kwa sababu nimekuja kuweka imani yangu pamoja na yenu. Huyo ni mtu, ni nafsi iliyolala kule, ni mtu fulani mhitaji. Nasi wa Kristo inatupasa kuzinduka, tuone uhalisia, tupate imani halisi. Ifunge kwenye neno la Mungu na uikiri ahadi hiyo. Naam Bwana. Jamani, mkikaa ndani yangu na neno langu ndani yenu, ombeni mtakalo. Na tena, ikiwa watu wanaoitwa kwa jina langu watakusanyika pamoja na kuomba, basi nitasikia kutoka mbinguni. Mkutano wa maombi. Haya basi, ninaamini katika kuzungumza na mawakili na kuzungumza na wanasheria ama mahakimu ama halmashauri ya kifungo cha nje ama chochote zaidi. Hilo ni sawa. Lakini ndugu, kama tumaini lako halijafunganishwa katika kitu ila watu wa kimwili tu wa akili ama akili za watu hasa, hakika utaudhika vibaya. Lakini kama unaweza kuifunganisha imani yako kwenye mahali ambapo unajua, na ukae hapo na uombe mpaka Mungu ajibu, na unajua umelipata moyoni mwako, jambo fulani litatukia. Nimeona wafu wakifufuliwa kutoka kwenye nyumba ya msiba. Nimeona macho yaliyopofuka yakifunguliwa, masikio ya viziwi yakifunguliwa. Nimeona visa vya kansa tupu pamoja na kansa ya sakoma, ukoma, yakiponywa kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, kwa sababu walikuwa na imani ya kuamini ya kwamba Mungu huyo aliyefanya hiyo ahadi angeweza kutimiza ahadi yake. Hiyo ni imani halisi ya kweli kama aliyokuwa nayo Ibrahimu. Jifunganishe hapo, kaa hapo na uombe. Sio tu kufika pale chini na Mungu muokoe maskini jamaa huyo mdogo na kumpeleka nyumbani. Sote tungetaka hilo, lakini hebu tukae hapo mpaka jambo fulani litukie.
Lo, wakati jambo fulani limetukia, basi hakikisho hilo lingeshuka juu ya kundi hili dogo la watu walioketi kwenye jumba hili la mikutano hapa usiku wa leo. Lingeshuka miongoni mwetu papa hapa, imani ya kutosha na nguvu za Mungu. Kama tungeweza kuomba tufanikiwe mpaka tuuguse huo waya wa nyumbani, mpaka ile yakini ishuke chini, nguzo ile ya moto iliyopigwa picha hapa Houston na kamera ya Ted Kipperman miaka 12 iliyopita. Yeye yupo hapa usiku wa leo, angali mkuu tu kama alivyokuwa wakati huo, kumkomboa mvulana huyo, ikiwa tu tutaamini, kwa sababu yeye ni yule yule jana, leo na hata milele. Ninaliamini kwa moyo wangu wote. Hiyo ndio sababu nipo hapa kuomba maombi yangu pamoja nanyi nyote, ya kwamba Mungu atayaokoa maisha yao. Ndipo kama ungeweza kuomba ukafaulu mpaka ukapata jibu, ukapata hakikisho, kama alilokuwa nalo Washington, kama alilokuwa nalo Yohana Marko, kama alilokuwa nalo Danieli, kama alilokuwa nalo Musa, mpaka umepata yakini, kitu ambacho unajua ya kwamba unaweza kujitia nanga kwake. Ndipo juu ya yakini hii nitalijenga kanisa langu, nayo mahakama yote nchini hayawezi kuipinga hiyo. Hiyo ni kweli. Juu ya hiyo, Mungu yeye yule aliyeweza kumchukua maskini Myahudi kama Paulo, mwenye pua iliyopinda, mwenye hasira, na akishuka kule kuwaua Wakristo wote chini ya adhabu ya kifo, na angeweza kumbadilisha na kumfanya Mkristo wa kupendeza. Mungu yuyo huyo yuhai usiku wa leo, anaweza kubadilisha sheria ikawa neema wakati wowote anapowazia kulifanya. Haleluya! Mtaniita mtakatifu anayejibingirisha kwa vyovyote vile, kwa hiyo afadhali niliingilie hilo sasa hivi. Ninamwamini Mungu huyo. Amina. Naam Bwana. Halafu Marko 11:22, wakati ulipoomba ukafaulu, yeye alisema, amin amin nawaambia, muaminini Mungu. Na waambieni, mkiuambia mlima huu ng'ooka. Wakati hiyo yakini imekuja kwako, wakati umepakwa mafuta na Roho huyo ajaye kupita udhibiti wote wa sayansi huko ng'ambo, kabla hapaja kuwapo na atomu wala molekuli, yule aliyenena kila kitu kikawa. Basi wakati nafsi yako imetiwa nanga kwenye hiyo, hakuna kitu kinachoweza kuikomesha. Hiyo ni kweli. Ukiuambia mlima huu ng'ooka, na usitie shaka moyoni mwako, bali uamini ya kwamba uliosema yatatimia, yatakuwa yako. Kama hiyo si yakini ya kushikilia, hakika ndivyo ilivyo. Hiyo ni kweli, yakini. Sasa taifa lina yakini, maisha yako ya nyumbani yana yakini, kila mahali. Kama kweli yatafanikisha lolote, hayana budi kuwa na yakini. Tunamthamini wakili huyu, tunawathamini watu hao wengine wote, kasisi huyu mzuri hapa kutoka California, na ni ujumbe mzuri jinsi gani, na ndugu yetu aliyejaribu kuchukua pesa na kila kitu kujaribu kumsaidia maskini mwanamke huyu, na pamoja na watoto wake kuwaokoa. Hayo yote ni sawa, tunathamini hilo, nami naliunga mkono. Lakini kuna jambo moja zaidi ya hilo, enyi marafiki. Wakati tunapoufunga mkutano huu usiku wa leo, hatuna budi kulifunganisha kwenye yakini fulani, mkutano wa maombi mbele za Mungu ambao utatuma ukombozi kutoka kwa Yehova Mungu huyo huyo. Yeye ni Mungu tu usiku wa leo, kadri alivyokuwa wakati huo. Haleluya! Mnaamini hilo? Na tusimame kwa miguu yetu basi, na usiku wa leo tufanye mkutano wa maombi hapa ndani mpaka yakini itakapotukia. Tuinue mikono yetu mbele za Mungu. Ombeni mpaka mfaulu, mpaka yakini ishuke ndani ya moyo wako. Bwana Mungu, mshushe Roho wako Mtakatifu na utume na waweke huru watoto hao huko ng'ambo. Bwana, wameketi katika maeneo ya vivuli vya mauti. Jambo fulani liko karibu kutendeka Bwana, nasi tunaomba ya kwamba mikutano hii ya maombi itashika moto. Ninakuamini wewe Bwana, ninalikubali, nami ninaamini ya kwamba wewe utawakomboa watoto hao. Tujalie Mwenyezi Mungu, sisi kanisa lako tunaomba hilo kupitia Yesu Kristo. Amina.